Ninakusalimu tena kwa jina lipitalo majina yote, jina la Yesu. Ni mtumishi wako Askofu Asterius Msimbe kutoka nyumba ya maarifa Cornerstone Tabata Twiga, Cornerstone Church of Tanzania, tukiwapa Tabata Twiga. Sasa ninaomba nikupe kitu kizuri sana. Kila Jumapili ya 3 ya mwezi tuna kipindi kizuri mno cha maswali na majibu. Lakini kwa nini kipindi hiki? Ni mwongozo wa Roho Mtakatifu kwamba watu wengi wanamfuata Yesu lakini hawamjui Yesu. Watu wengi wanamfuata Yesu lakini hawamjui Yesu. Wao wanafikiri kila mahali linapotajwa jina la Yesu, anayetajwa hapo ni Yesu. Kila mahali anapotajwa Kristo, wanajua ni pa Kristo. Lakini kumbe kuna makristo na kuna Kristo, kama kulivyo na Mungu na miungu. Sasa hili limewachanganya watu wengi. Kwa hiyo nikukaribishe sana kwa maswali na kujaa ufahamu wa juu sana kuhusu Mungu. Mungu akusaidie sana. Tumejizalau muda mrefu wa Afrika, lakini sisi ni first grade ya Mungu. Mungu akubariki sana. Karibu nyumba ya maarifa. Hakika hautajuta kwa nini umekuja hapa. Asante sana. Kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 24 tunaanzia hapo kwa mstari mmoja tu. Kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza yamkini hata walio wateule. 25 akasema, tazama nimekwisha kuwaonya mbele. Ufunuo 13. Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari, mwenye pembe 10 na vichwa 7, na juu ya pembe zake ana vilemba 10, na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Ufunuo 12:17. Joka akamkazikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Naye akasimama juu ya mchanga wa bahari. Karibuni katika kibeti yetu. Kuna eneo kubwa la kujifunza. Askofu alijifundisha fulani, lakini kuna vitu fulani nimeviona nikasema tushie pamoja. Baba Baraka kwa namna ya Isaka alipombariki yule Yakobo, alimbariki, kabla kumbariki alimwambia amletee kitu, aende akatafute kitu, atapokuwa akirudi akila ndo atambariki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nimetaka kuelewa kwa habari ya kipande hicho, kwa nini alitakiwa kutoa kwanza alafu ndipo mbariki yule mbaraka mkuu. Iko kipengele cha kwanza, alafu ni lengo la kumbariki. Lakini pia kingine nimeona pale ile Mwanzo 27 kuendelea mpaka 28, yule mama yao na Esau na Yakobo alifanya hila. Alipofanya hila kubadilisha kati ya Esau na Yakobo kwenda Yakobo, lakini ule mbaraka ambao itakiwa apate mtoto wa kwanza ambao ni Esau ulihamia moja kwa moja kwa Yakobo.
si kwa Esau. Na Yakobo alikuja akalia, Esau akalia sana kile kipengele pale. Ukisoma akimwambia baba yake, na mimi nibariki. Lakini yule mzee alisema nishambariki yule fulani. Kwa hiyo ikashindikana kabisa. Kwa hiyo yule baraka yake hawezi kurudi, yani swala la pili. Yule baraka yule alipotoa hawezi tena kurudi. Na je, Mungu kwa habari ya hila ambayo ameifanya yule mama, hilo la tatu. Mungu anataka ruhusu ile hila ifanyike, yani maana udanganyifu umetumika pale na bado ule baraka ukatoka kwa mtu fulani kwenda kwa mtu mwingine. Unaitwa stress sana. Nasema ni hayo machache na lingine la mwisho kipengele hicho kwenye baraka. Unaona hapa anasema mpaka kabla ya kufa. Ile Mwanzo 28 nasoma pale kwenye. Kabla ya kufa ndio akatoa ule baraka. Je, ni mpaka tuafikie ule utu uzima au hata kama akiwa mtoto mdogo huo baraka mtu anaweza akapewa? Yao wachache kasema taanza naye. Tuanzie 25 Mwanzo mstari wa 19 mpaka wa 28. Na hivi ndivyo vizazi vya Isaka mwana wa Ibrahim. Ibrahim alimzaa Isaka. Isaka akawa mwenye miaka 40 alipomtwaa Rebeka binti Betueli, Mshami wa Pandani Aram, ndugu wa Labani Mshami, kuwa mke wake. 21. Isaka akamwomba Bwana kwa ajili ya mke wake, maana alikuwa tasa, naye Bwana akamwitikia, na Rebeka mkewe akachukua mimba. Sikiliza 22. Watoto wakashindana tumboni mwake, naye akasema, ikiwa ni hivi, kwa kuishi kwanifaa nini? Akaenda kumuuliza Bwana. Sasa huyu aliyeenda akuwa Isaka, huyu aliyeenda kumuuliza Bwana ni nani? Ni Rebeka. Isikilize vizuri. 23. Mungu anamjibu Rebeka, sio Isaka. Ndio. Sawa? Bwana akamwambia, mataifa mawili yako tumboni mwako, na kabila mbili za watu watafarakana tangu tumboni mwako. Kabila moja litakuwa hodari kuliko la pili, na mkubwa atamtumikia mdogo. Amina. Anayejua siri hii ni Rebeka. Isaka hajui. Ndio maana nimeshafundisha mara nyingi, mwanamke akijitambua anazo siri za watoto wake. Amen. Haleluya. Kwa nini? Mara nyingi mama ndiye anayetambua baba wa mtoto. Yes. Na ndiye anayejua siri za mtoto. Amen. Kuliko baba. Na ndio maana hata katika lazi ya mama ina nguvu kuliko ya baba. Yes. 24. Siku zake za kuzaa zilipotimia, tazama mapacha walikuwa tumboni mwake. 25. Wa kwanza akatoka, naye alikuwa mwekundu mwili wote kama vazi la nywele, wakamwita jina lake Esau. Amina. Na ndipo kwenye historia ya kiroho huwezi kuwatenganisha Yakobo, huwezi kumtenganisha Yakobo, huwezi kuitenganisha na Esau. Esau ni Mmarekani. Yes. Sawa? Kumbuka Wahindi wekundu ndio walioanzisha taifa la Marekani. Amen. Na hapa tunamwona Esau ni mwekundu. Sasa kiroho Marekani Esau, Yakobo ni Mwisraeli. Huwezi kuwatenganisha hao watu hata ufanyeje. Wale ni ndugu
na walishakubaliana, kwa sababu ugomvi ulienda ukaisha. Waliweka agano na chungu akaweka cha mawe, wakapatana, ugomvi ukaisha. Yes. Kwa hiyo huwezi kuwafarakanisha. Sasa haya mambo kanisa lilifundisha uongo sana. Kwanza wakasema Yakobo ameiba. Mimi mpaka napata akili, wahubiri na wasikia wanasema usiwe mwizi kama Yakobo. Lakini Biblia haisemi hivyo. Kweli. Sasa twende mstari wa 25, narudia ili uelewe chanzo cha Amerika kimetoka wapi. Baadaye anasema wa kwanza akatoka naye alikuwa mwekundu mwili wote kama vazi la nywele, wakamwita jina lake Esau. 26. Baadaye ndugu yake akatoka na mkono wake unamshika Esau kisigino. Yes. Yeyote anayetaka kukushinda wewe anakushinda kupitia kisigino. Yes. Wewe unatembea kwa sababu ya kisigino. Kisigino kikiumia huwezi kutembea Kabisa. Haleluya. Kwa hiyo Yakobo akatoka ameshika kisigino cha nani? Cha Esau. Siri anaijua nani? Rebeka anajua. Si alishaambiwa wamefarakana tangu wapi? Tumboni. Akaitwa jina lake Yakobo. Isaka alikuwa mwenye miaka 60 mkewe alipowazaa. 27. Watoto wakakua. Esau alikuwa mtu ajuaye kuinda wanyama, mtu wa nyikani, na Yakobo alikuwa mtu mtulivu mwenye kukaa imani. Kwa hiyo Esau wakati anaenda kuinda, yeye Yakobo yuko na mama, tunaita Yakobo ni mtoto wa mama. Sasa kilichotokea, basi Isaka akampenda nani? Esau, kwa sababu alikula mawindo yake, na Rebeka akampenda nani? Yakobo. Unaona shughuli hiyo? Yes. Isaka akampenda Esau kwa sababu ya msosi. Rebeka akampenda Yakobo kwa sababu niletee sufuria, niletee sahani. Kwa hiyo mama yule anayemtuma akaenda, huyu anamsogeza karibu. Huyu jamaa anawinda, akirudi mpaka jioni kabeba digidigi, kabeba swala. Isaka anafurahi, mama nitengenezee, fanyie kwanza maini nipate kula. Wakati nyingine unachoma huko. Kwa hiyo hapo wakagawana, Yakobo akapendwa na mama, Esau akapendwa na nani? Na baba. Lakini kwenye ulimwengu wa roho, Mungu anampenda Yakobo. Hata leo anasema anampenda Yakobo, anamchukia nani? Ushasoma hilo andiko? Mungu anasema anampenda Yakobo, anamchukia nani? Esau. Biblia kwa sababu amsomi, andiko lipo. Nakupa challenge, kalitafute. Amina sana. Unaona? Kwa nini? Alishajua Yakobo ndiye aliyempa nguvu ya uzao. Amina. Kumbuka Yakobo ndiyo Israeli. Kumbuka unapomtafuta Kristo unampata kwa Yakobo. Amina. Unapomtafuta Daudi unampata kwa Yakobo. Yes. Amen. Unapomtafuta Yuda unampata kwa Yakobo. Amen. Kwa maana yake unaposema makabila 12 ya Israeli unaongelea kiuno cha Yakobo. Yes. Kwa Mungu alishajua Yakobo ndiye anayepewa urithi, ndiye anayepewa baraka. Amina. Amen. Maana katika familia kuna baraka mkuu na kuna baraka zile za kila mmoja. Na ndio maana utakuta hata mbaraka mkuu uliama kutoka kwa Rubeni ukahamia kwenda kwa nani? Kwenda kwa Yuda, kwa sababu huyu Rubeni aliharibu, lakini nguvu ya mzaliwa wa kwanza ilienda kwa Yusufu.